Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo. Ni siku nyingine tena, kama ujuavyo jina langu ni Salma binti Athmani. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo mara moja ili uwe wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapo zi upload hapa. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tunaendelea kumi la kwanza linakamilika vizuri, lakini kuna watu ama kuna baadhi ya mambo ambayo tunafanya hatujui ya kwamba yanaharibu ama yanavunja saumu, na watu wengine bado wanauliza ni nini hivi vitu ambavyo vinavunja saumu. Sasa nataka tu tuweze kuelimishana, manake tunaambiwa kila siku tunasoma, na hata Qurani yenyewe ilituambia ikra, tuzidi kusoma kwa sababu ya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nataka kuzungumza vitu 7 ambavyo vinaweza kuharibu saumu yako wewe Muislamu ambaye umeweza kufunga. Kitu cha kwanza ni kula na kunywa. Manake tukifunga tunafunga kula na kunywa. Muislamu yoyote akifunga huwa hafai kula chakula chochote mchana ama wakati wa saumu yake, wala kunywa kitu chochote kwenye kinywa chake. Kwa hivyo eating and drinking inaweza ikavunja ama ikaharibu saumu yako. Manake unaweza kuwa umefunga the whole day, ikifika kama saa 10 useme ya kwamba mimi nataka kunywa maji kidogo manake kiu imenizidi, na si kwamba ati nanywa maji alafu niendelee na saumu. Inamaanisha ukinywa hayo maji kidogo inamaanisha umevunja saumu yako. Kitu kingine cha pili ni kwamba kitu chochote ambacho kinaingia mdomoni mwako ambacho kinafanya yani kinachukua ile nafasi ya chakula. Kwa mfano tuliona I'll use this example ya kwamba tuliona ile challenge ya kuhagi miti, ambapo walikuwa wanasema wengine wanachukua challenge ya masaa 24 masaa 72, na unaona ya kwamba hawali chakula lakini walikuwa wanapewa vitu kama glucose. Kwa hivyo wewe kama ni Muislamu na umefunga, ukiweka kitu hicho mdomoni ama ukiramba ile glucose, basi umeharibu ile funga yako. Kwa hivyo usichukue kitu chochote, yani anything that takes place of the food, yani kitu chochote ambacho kinaweza chukua nafasi ya chakula hairuhusiwi na haifai kuweza kuwekwa kwenye mdomo wakati wa mchana. Na vile vile pia intentional vomiting, yani kujilazimisha kutapika. Kwa mfano wewe umefunga alafu unajiweka vidole kwenye mdomo ili utapike, yani umejilazimisha kutapika. Ukijilazimisha kutapika na ukitapika, basi umeharibu saumu yako. Vile vile pia kuna kitu ambacho kule kwetu tuna wazungu wameita cupping it is cupping. So if you do cupping during the day or during your fasting, utakuwa umeharibu hiyo saumu yako. Lakini kule kwetu, kwa lugha ya kule kwetu nakotoka, tunaita tiba ya kikombe. Tiba ya kikombe ni ile, kuna ugonjwa sijui kama huko kwa bara huko jamani Nairobi, sijui kama ugonjwa huo huko, chembe cha moyo. Sasa utasikia mtu anakuambia mimi niko na chembe cha moyo. Kuna ile tiba, ile ugonjwa wa chembe cha moyo ni kwamba kuna kikombe kinachukuliwa kuna design fulani, mtibabu mwenyewe anajua vile anafanya, tunasema anakivuta. Kwa hivyo ukiwa na ugonjwa wa chembe cha moyo alafu uende uvutwe, that cupping, the procedure is called cupping in English lakini kule kwetu kama nilivyosema tunaita chembe cha moyo, kuvuta kile chembe cha moyo ama kuvuta damu. Basi hiyo inaharibu saumu yako. Kwa hivyo kama umepatwa na ugonjwa huo na umeenda hospitali umefanyiwa hiyo procedure, the cupping procedure, basi umeharibu saumu yako. Na vile vile jambo la 5 ni kwamba ejaculation while awake, yani ukiwa utatoa manii ama semen kama uko macho, basi ujue ya kwamba wewe umeharibu saumu yako. Kutokwa na shahawa, Waswahili wanasema wameita shahawa ile. Kwa hivyo yani umeejaculate ukiwa uko macho yani uko macho, lakini umefikiria pengine ni fikra umezileta kwa kichwa chako, ama umewaza ama msichana mzuri amepita ukamtoa nguo. Unajua wanaume wana vitu vingi, wanaishi kwa ulimwengu wa kuimagine, the imagination world Kwa hivyo ukiimagine mpaka ukiejaculate, when it happens like that, basi hiyo umeharibu saumu yako. Jambo lingine pia ni kwamba intercourse this is the most serious of all, kujamiana wakati wa mchana. Yani unafanya tendo la ndoa ama unafanya ngono mchana wa Ramadhani, wewe utakuwa umeharibu saumu yako. Sana sana kama tulivyosema, it is the most serious of all, kwa sababu ni kitu ambacho kimekatazwa katika dini ya Kiislamu, ya kwamba mtu ambaye hajaolewa ama hajaoa lakini apatane na ule mchumba wake ama boyfriend wake, the so called, wakati wa mchana wa Ramadhani, alafu wao
wawe wamefunga ama mmoja awe amefunga halafu wafanye ngono, hiyo saumu yao imeharibika. Na because tumesema it is the serious of all, kwa sababu utakuwa hujaharibu hiyo saumu ya hiyo siku tu, bali umeharibu saumu zote ambazo umekuwa ukifunga huo mwezi huko nyuma. Na vile vile pia hata walioana hairuhusiwi kujamiana wakati wa mchana wa Ramadhani. Jambo lingine ambalo limeruhusiwa na linaharibu saumu ni damu ya hedhi ama menstruation, ama wanaita ile damu ya mtu ambaye amezaa, mtu akijifungua, ile damu anayotoka baada ya kujifungua pia haifai mtu huyo aweze kufunga. Lakini ukishamaliza hedhi, mtoto wa kike unaoga janaba, yani unajitoharisha, Waislamu wanasema. Kisha ukishafanya hivyo, basi unaruhusiwa kufunga. Lakini baada ya Ramadhani unafaa kulipa zile siku ambazo umezikosa kwa sababu ulikuwa kwa hedhi ama ulikuwa umejifungua na ile damu ikawa inatoka. Kwa hivyo imani yako ndio muhimu katika kufunga. Tunasema ya kwamba Ramadhani is taqwa. Taqwa means doing something right when God is watching and no other people is watching. Like unafanya kwa sababu ya Mungu, ndo yani unafanya ukisema kwamba Mungu ndo ananiona, na kwamba si unafanya kwa sababu Salma anakuona ama mtu mwingine anakuona. That is taqwa and that is Ramadhan. Na kama tulivyosema kwamba inakuja tu mara moja kwa mwaka katika miezi 12 ambayo iko katika kalenda hapa duniani. Ramadhani inakuja mara moja. Kwa hivyo tuweze kukumbatia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tufanye yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu alituamuru tufanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani: kuamka usiku kuswali, kuweza kufanya kutoa sadaka, kupendana, kupeana vyakula, sikula mpaka unamwaga na wengine wanalala njaa. Kwa hivyo tuweze kujitahidi kufanya yale mambo ambayo ni muhimu na tunayoyazingatia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini bado kuna vitu vingi kama vile kusengenya, kusema uongo wakati wa mwezi wa Ramadhani pia yanavunja saumu. Lakini haya 7 niliyoyasema ndio yale ambayo ni mambo makuu ambayo ukiyafanya ndani ya saumu yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi yanavunja saumu. Tunasema kwamba tunaelimishana hapa kwa sababu kila siku tunasoma. Kwa hivyo kama una jambo lolote, kama una wazo ama kama kuna kitu ambacho unasema hiki pia kinavunja saumu mbali na kusengenya na kusema uongo, chini ya hiyo video maoni yako. Asante sana kwa kutazama, mtazamaji wangu mpendwa. Ndugu zangu Waislamu, naendelea kuwatakia Ramadhani Mubarak wa saumu makbul kutoka kwangu mimi binti Athmani. Sina la ziada. Asante sana kwa kutazama YouTube channel yangu.